tukae tuzungumze juu ya hali inavyokwenda, kwa sababu tukiongea kwa sauti kubwa inaonekana ni kama tunashindana nanyi, lakini kiukweli kabisa kwamba nchi ama dunia ama kitu chochote ambacho kilihitaji kisimamiwe hakikutakiwa kisimamiwe kwa namna ambayo ya kubembelezana ama ya kufurahiana au ya kupongezana tu, alimaarufu kama uchawa. Ilifaa sana mtu akiona mahali panaharibika, panafanywa vibaya, basi itumike kauli ambayo huyu mtu mwingine awe na namna nyingi ya inakuwa na tahadhari, kujua kwamba hiki kitu kumbe ni kitu kibaya. Kwa Tanzania na hasa viongozi wa serikali wenye mamlaka, tukae chini tuzungumze juu ya hiki ambacho kinaendelea sasa nchini. Lakini kikubwa nataka nizungumzie juu ya ndugu yangu Helbert kwa kile ambacho kimemkuta, kwa sababu nchi kama itakuwa inakuwa na matamko tu ya ajabu ajabu, alafu tulio raia ama tulio wananchi tukanyamaza kimya, itakuwa hasara juu ya familia zetu, juu ya jamii zetu na juu hata ya maisha yetu, kwa sababu kwa namna ambavyo watu wenye mamlaka mnaweza mkawa mnatamka, mnazungumza, mnatoa maagizo, mnatoa mapendekezo yenu bila kupima kwamba je, kwenye jamii ama kwa wananchi ambao tunawasimamia au tuko juu yao, wao wanapokeaje? Nasi wananchi tukinyamaza kimya, mtakapokuwa mmetamka chochote, ama watu wa Mungu tukinyamaza kimya, mtakapokuwa mmetamka chochote, na kwa namna moja ama nyingine kwenye upande wa Mungu ni kitu ambacho ni dhambi, ni mkosa, ni najisi kabisa ambacho mnakuwa mnakizungumza, mnakitamka. Mimi nisema kitu kimoja juu ya uongozi ama juu ya mamlaka kuhusiana ndugu yangu Helbert. Mimi ningewaomba, kwa sababu sasa itakia tuje kwa kuwaomba, kwamba mimi ningewaomba kwamba huyu mtu mngepima kwanza nia yake ilikuwa ni nini, kwa sababu asingeweza tu kwamba anatamka kwa ajili ya kutaka kushambuliana na nyie, si kushindana na nyie, kwa sababu mtu kama Helbert aanze kushindana na majeshi na mamlaka ni kitu ambacho hakiwezekana. Hata nyie mkipima tu, mkimwangalia, mnaona kwamba si kama alikuwa anakuja kushindana na nyie, bali alikuwa anakuja kuwasilisha, kuja kutoa ushauri, kukemea, kwa sababu tumeagizwa kama watu wa Mungu kwamba tukemee, tuonye. Lakini si kana kwamba alikuwa anakemea kwa ajili ya kutaka kushambuliana na nyie. Alikuwa anakemea kwa tafsiri ya kwamba kuwaelewesha na kuambia kwamba kuruhusu singeli nchini kwamba ndio utambulisho. Sijua kama kuna clip tu nyingi ambazo mnaweza mkawa mmeona makosa yake katika matamshi yake, lakini si kana kwamba alikuwa anataka kushindana na nyie. Alikuwa anajaribu kuwajulisha kwamba kuruhusu singeli nchini na kinachoendelea kwenye singeli. Muziki wa singeli wenyewe sio shida. Shida kinachoimbwa, shida kinachofanywa mule kwenye ile singeli. Watu kucheza uchi, watu yani kuimba vitu fulani vya ushoga, kuimba vitu fulani ni kama vya kuchochea zinaa. Sasa kama mtu wa Mungu lazima aone kwamba hiki kitu kama kimepigiwa kelele na uongozi na mamlaka, kinaweza kaingia kwenye jamii kwa nguvu kubwa, kwa spidi kubwa, na tukaja kujikuta watu ambao tuna watoto, tuna ndugu, tuna jamii wanaingia kwenye hicho. Na ukija kuangalia sasa tukizunguka mitaani unakuta watoto wadogo wanaimba singeli, na maneno wanayokuwa naimba ni yale wanayokuwa wanasikiza kwenye singeli. Na wewe kama kiongozi unakuja unatoa go ahead kwamba muziki wa singeli ndio uwe utambulisho wa taifa. Mimi niwaambie tu watu wa Tanzania, viongozi wa Tanzania wenye mamlaka, kwamba mtumishi Helbert au ndugu yangu Helbert, mchungaji Helbert, alikuwa hana makusudi ya kushindana na nyie. Kaeni chini mchunguze vizuri tu kwa tu ya kawaida, kwamba huyu mtu hakuwa na ile namna ya kuanza kwamba shindane na sisi, kwamba apingane na sisi, atuonyeshe kiburi, atuonyeshe kwamba anaweza kwa sababu labda iko nguvu, iko namna gani. Hapana, alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba hiki kitu mnachotaka kukiruhusu Tanzania ni kitu ambacho kwa Mungu, kwenye namna, kwenye taratibu za Mungu, kwenye namna ambayo watu wanamcha Mungu, ama kwenye jamii ni kitu kibaya, kwa sababu hii dunia au Tanzania ikijaa zinaa, ikijaa ushoga. Mimi siamini hata kama wewe kabudi mtoto wako haja kusikia kwamba ni shoga, anafanya ushoga, kwa sababu kitu chochote kinachohamasisha na mtu akiwa anajaribu kukipinga na kukikosoa, wewe ukaona ni kama anakudharau ama amekushambulia kwa sababu na mamlaka. Siku ya siku unakuja kukuta mtoto wako ni shoga. Sidhani kama utajisikia vizuri, kwa sababu nimekusikia taarifa fulani ya rais wa huyu nani ambaye ni mtaalamu kidogo wa teknolojia, huyu Elon Musk,
Nasikia mtoto wake alitaka kujibadilisha jinsia, sasa kujibadilisha jinsia. Babake mwenyewe hakujisikia vizuri. Wako watu wenye mali, matajiri. Tumesikia kwamba mtoto wao anataka kujibadilisha jinsia, walikuwa wamejiingiza kwenye ushoga. Wale wazazi pamoja na fedha waliokuwa nazo hawakujisikia vizuri. Wakaona basi ni kama fedha zangu hata kutafuta kwangu kote, hela zangu zitakuja kuingia kwenye mazingira ambayo yatakuwa hayana maana. Kama mimi kwa nini kutafuta hizi fedha? Kwa sababu mtu kwa kwenye cheo, ulitaka familia yako isipate tabu, isipate shida. Sasa siku ya siku unakuja kukuta mtoto wako ni shoga, mtoto wako anafanya ufilaji, mtoto wako anafirwa. Ila mimi najua kwa namna moja ama nyingine unaweza kujisikia vizuri. Kwa hiyo mimi nitoe rai tu kwa mamlaka kwamba Mchungaji Helbert hana hatia kivyo ambavyo mnaweza mkatafsiri nyinyi na kufikiria. Wala hakuwa na lengo la kupingana na nyinyi wala kushindana na nyinyi, kwa sababu hana vifaru, hana silaha yoyote tukimtazama, hana kitu chochote cha kwamba hata mkimshika mtaikuta kama kiko mfukoni kwamba atawazuru nacho, hana. Na hisi hata mlivyomkuta hamkuta na vitu vya namna, hata kwa namna ya ubishi, kwa sababu mtu mwingine alipopata taarifa kwamba unaweza kaitwa muda wote polisi, alikuwa mtu mwingine ambaye anajua kama anashindana na hao watu angekimbia. Lakini hakukimbia kwa sababu alijua nilikuwa natetea jamii ambayo kwanza ni faida kwa wewe mwenyewe polisi, ni faida kwa wewe mwenyewe labda ni waziri au mbunge ama rais, ni faida yako mwenyewe. Kwa sababu uzuie kinamna yoyote ile kuwazuia watoto wako wasifanye hiyo namna ambayo umeiruhusu wewe. Kwa namna yoyote watoto wako watakuja kufanya. Kwa hiyo mimi niombe serikali, niombe mamlaka kwamba Helbert mwashieni tu, hana hatia kivyo kama mnavyoweza kutafsiri nyie, hana hatia. Na kama kunaweza kuwa kuna namna yoyote ya kutaka kuja kumhoji, kuja kumchunguza, mnaweza mkamuita, kwa sababu yeye amesimamia haki, amesimamia kupiga kelele kwamba uovu usitawale Tanzania. Kwa sababu uovu kitawala Tanzania hapa hapata kalika. Mara nyingi mtu ambaye amevurugika akili, mtu anayefanya ushoga, anayefanya zinaa, akili lazima ivurugike. Anaweza kufanya jambo lolote lenye madhara kwa jamii. Sasa hii namna ikizidi sana kutokea kuendelea katika nchi ya Tanzania, mimi naamini hata wewe uliye kwenye cheo hautakuwa sawa, kwa sababu wewe ni mwanadamu kama mimi tu, au kama Mchungaji Helbert. Kwa hiyo mimi niwaombe serikali kwamba huyu mtu hana hatia hivyo mnavyofikiria nyie, wala hakuwa na lengo la kushindana nyie. Mngemwacha aweko tu nyumbani, kwenye mazingira ya nyumbani, kwa sababu hata mlikomweka huko ni mahali ambapo panahitaji wakae majambazi walioshindikana. Kumkalisha mtu wa Mungu, mnaileta nchi kwenye laana ambayo Mungu anavyoendelea kuwatazama, mtakuja kupigwa na kitu ambacho mtakuja kujuta kwamba nani angetuambia hivi. Tunawaambia ni kwamba tunawashauri kwamba huyo mtu hana hatia, alikuwa anajaribu kutekeleza, kutimiza kile ambacho anajua kwamba hiki kitu kikizidi sana katika nchi ama katika jamii kitaleta madhara. Kwa hiyo mimi niwaombeni tu kwamba huyo mtu mumwachie, arudi nyumbani. Mtakapokuwa mnamhitaji mtampigia simu, na ninaamini kwamba hawezi kuwa na namna ya ugumu na ubishi kwamba nisiende kwa sababu sinilala kwenye mateso nisiende tena. Hapana, anaweza akawa anakuja, mkipiga simu hata anakuja kuwasikiliza, kuwajibu kile ambacho mtakuwa mnamuuliza, na kurudi nyumbani mpaka pale ambapo kwa sababu kusudi ya uovu ni kuweza kufisha haki. Ninaamini mnaweza mkatekeleza kwa namna yote kwamba ionekane ni kama ana makosa, alifanya hivi kwa alikosea. Hapana, hakukosea. Kwa sababu ukisema kwamba ana makosa ya mtandao, wako watu wanatuma klipu za zinaa kwenye mitandao. Yale ndio makosa ya mitandao. Mtu anayeshauri na kuonya mtandaoni sio kwamba anakuwa anafanya makosa mitandao, anamzalisha mtu. Hapana. Hii mitandao imekuja kwamba wewe ambaye uko Dar es Salaam, mimi siwezi kukufikia nikiongea mtandaoni kwa sura kama hii. Waweza kupata ujumbe na lile jambo ambalo ulikuwa uwezi kulifanyia kazi au ulikuwa ulielewi ulifanyie kazi.